Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Hajat Riziki Said Bulida, mbunge wa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais, lakini vile vile mimi ni mwenyekiti wa bodi na mlezi wa Tamsia. Tumeona leo umeshiriki kwa mara ya kwanza mashindano haya yanayoandaliwa na vijana wa Kiislamu Tanzania, Tamsia mkoa wa Dodoma. Umeonaje hali ilivyo, lakini wewe kama mheshimiwa unatoa maoni gani? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nimshukuru Mheshimiwa Rais. Kwanza namshukuru kwa sababu mbili. Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, waziri mkuu, mufti ameiweka nchi ikiwa na amani na utulivu. Bila kuwa na amani na utulivu tusingekuwa hapa tukifanya mambo yetu ya kiibada. Tanzania kama Tanzania ni nchi, lakini watu wake, waumini wake ni watu wenye kufanya ibada, au Muislamu au Mkristo, tuko huru kufanya ibada zetu. Lakini washukuru sana hawa vijana na uongozi mzima wa Tamsia, hasa ukiongozwa na mwenyekiti wao ndugu Jafar Daya. Kwa kweli nasema Mwenyezi Mungu awabariki kuandaa kitu kizito kama hiki na kikiwaunganisha wanafunzi wote wa shule za msingi, sekondari na watoto wa vyuo vikuu ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya mashindano ya Qur'ani kwa ajili ya vijana. Nia na madhumuni kwanza ni kuandaa vijana, watakuwa ni vijana wa kesho wenye maadili na wenye kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kuja kwa mashindano haya yanaonyesha kama tayari vijana wana utayari wa kusimama na kukabidhiwa vijiti. Leo tuna mamufti, lakini mufti hawa walisoma Qur'ani katika miaka ya nyuma, lakini na wao usomaji wao huu wanakwenda nao. Ina maana tunaandaa viongozi wa Kiislamu wa baadaye ambao watakuwa wamesoma elimu dunia na elimu akhira. Nini maana yake? Tunakwenda na katika ulimwengu wa elimu, na ndio maana amesema talabul ilmu wala ubiswin, itafuteni elimu hata kama ni China. Hivyo teknolojia leo ndio kanayo ya elimu hii itasaidia hata vijana hao watapokuwa na uongozi wao, watakuwa na uongozi wakiwa na elimu ya Qur'an, lakini vivyo watakuwa na elimu ya vyuo vikuu, maana wengine wametoka vyuo vikuu St. John's, Dodoma University, UDOM, mipango. Na kwa kweli mwitikio wa wasichana na wavulana walikuwa ni mkubwa, lakini shukuru vile vile wamejumuisha na makundi maalum kwa watu wenye ulemavu. Tumemwona mshindi namba 1 ni mwanamke, binti mdogo ambaye yuko form 5, lakini yeye ni kiziwi, lakini huyu binti ameweza kuhifadhi juzu 30. Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa azidi kumhifadhi. Nitoa wito kwa Watanzania hasa Waislamu wenye hali za uwezo wa kiuchumi, wasijisahau na uwezo wa kiuchumi. Wamwangalie Mwenyezi Mungu katika masuala kama haya. Wajitolee hela zao katika majitoleo katika kuwasaidia watu wasiojiweza, watoto ambao wako tayari na utayari kuendeleza na ni elimu ya Mwenyezi Mungu. Leo tumekuja hapa tumeshinda hata kutoa zawadi za kutosha kwa nini? Wenyewe hawana uwezo, lakini wengi wakujitokeza kusaidia vitu kama hivi. Wito wangu kama tutafanya vitu kama hivi baadaye, wawe na utayari wa kuweza kuchangia ili kuweza kuhakikisha mashindano yajayo ya Qur'ani, iwe ya walemavu, iwe ya Tamsia, yataendelea vizuri. Uliwaza nini vitimwendo leo? Hakika wanafunzi wamepata surprise. Kipi ambacho kimekuvutia zaidi? Mimi ninajua kabisa kila ninapokwenda nakutana na watu wenye mahitaji kama haya. Bahati mbaya hali ya kiuchumi nimeweza kuwakabidhi hapa watu. Unaona wale watoto ambao toka mzaliwa hawatembei, wanabebwa tu na wazazi wao. Nilisema mimi nakwenda, najua nitakutana nao. Mimi nimshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu, Mheshimiwa Rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli anafanya kazi ya ziada, na nasema Mwenyezi Mungu azidi kumlinda. Tutakuwa naye pamoja katika kila jambo. Yeye anatoa mchango mkubwa sana, na hili tutazidi kumuomba azidi kutukabidhi vitu vingi angalau viwafikie walengo wana mahitaji makubwa, na tunasema Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa. Mheshimiwa Samia, tuko pamoja na wewe. Leo usiku wa leo tuna masomo maalum cha dua ambazo zitafanyika katika huko Tamsia. Haijalishi Waislamu na Wakristo, tutakutana kwa pamoja kwa ajili ya kumwombea Mheshimiwa Rais. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kumwombea Mwenyezi Mungu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah akujalie na afungue njia zio kwenye pesi kwako na ushinde kwa kishindo, na Allah atafanya hivyo. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu mkubwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fauzia Ramadhani Haji. Ni mama watoto wawili na mtoto wangu wa kwanza ndio huyu mlemavu.
Leo mtoto wako amepata kitimwendo, labda tuambie kabla hajapata kitimwendo hichi changamoto gani ambayo alikuwa anakutana nayo? Changamoto yake ipo. Kwa vile hajakaza, maana kwa wakati kulikuwa ni shida. Mara nyingi alikuwa analala. Na mwingine ndio hivyo unamkalisha au unamsimamisha. Unawaambia nini sasa wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum? Ninapenda kuambia wazazi wenye watoto walemavu wote ni watoto na tuwapende, ni watoto wetu, tunawatoa nje na pia tuwajali. Namshukuru Mungu kufikia hapa, namshukuru viongozi wamenisaidia kupata kitimwendo. Na kabla hawajapata kitimwendo, wanapata changamoto mbalimbali. Changamoto ambazo tandemu ndio shuleni darasani na nashinda kwenda chuoni, na mwingine fundi wa vitu anabebe au mwingine anachukua baiskeli anampakia anampeleka mtaani, na mwingine nyumbani anakaa mara siku moja au mara ngapi afanya mazoezi. Hivyo namshukuru kwa kumsaidia.